Wananchi wa Kongomani, hapa ni Dr. Mlongecha nimesimama. Kuna sababu ya mimi kusimama hivi na kuna sababu ya mimi kuambia hivi, kwa sababu tuko katika mapigano. Leo ninazo habari ya muhimu ninataka kupartaje na ninyi, na mjulishe wa ndugu wengine wajue habari zinazopita kwetu. Habari za Kongo sasa hivi ni za kutisha, za kuhuzunisha. Kwanza ningeanza kabisa kutoa pongezi kwa vijana wetu wanaopigania uhuru na kukomboa nchi yetu. Ninataka kuwapongeza mama zetu wanaotuombea na wanaofanya juhudi zote kwa kusaidia ukombozi wa nchi yetu. Ninatoa pongezi kwa wachungaji wanaoomba Mungu na waombaji wote wanaendelea kuombea Kongo kwa ajili ya ukombozi. Ninataka kuwapongeza vijana wote na waresista wote, wafanya mapinduzi wote kama mimi, ambao mna huzuni na uchungu wa nchi yenu. Leo nina siri kubwa ambayo ninahitaji kuwatolea, na nimetangaza vita pamoja na Kagame, kwa sababu katika mapigano yangu sikuwa na interese na Kagame. Sasa nimemgeukia Kagame na ninahitaji, Mr. Kagame, you need to listen to me. Unasikiaga Kiswahili, hata unadanganya watu, unasikiaga Kiswahili. Sasa umekaa Uganda na nimekaa Uganda vile vile, wanasema Kiswahili Uganda. Nimetangaza vita na Kagame na nitaomba ujumbe huu utembeze au utembee dunia nzima. Vijana mnaojua kufanya maarifa, mnaweza kuibadilisha iwe audio, itumwe. Wala unajua kuandika, muandike. Hii ni sauti ya Dr. Mlongecha, mnanijua. Nimetoka nionyeshe sura yangu. Mimi huwa sifichi. Daudi alipopigana na Goliati hakuficha sura yake. Walionana uso kwa uso. Nitakuwa na ujumbe kwa wale wanaojiita Wanyamirenge, Wanyarwanda, Wanyamurenge. Sasa nikisema Wanyarwanda inaleta confusion kidogo Nikisema Wanyarwanda wako wale wa Rwanda. Sasa ifanye nisema Wanyarwanda, Wanyamurenge. Juu mjielewe kwa nini. Wengi wenu mnaniandikia, wengi wenu wanaficha masura zao. Mtu yeyote anayeweka kwenye Facebook yake, mtu mwingine anayeweka kwenye profile yake ya WhatsApp anaficha sura yake, anatia kinyama. Ina maana uko mdhaifu tayari, hauna nguvu, unaogopa kufa. Pamoja na machachari yako ya kusema, unapoficha sura yako unaogopa kufa. Uko mdhaifu na wewe ni mwoga. Mlongecha hana uoga. Anatetea haki za binadamu. Na naendelea kutetea haki za wanadamu, za binadamu, kama wengine walivyotetea haki za binadamu. Naomba mnifuate vizuri. Kama nimetangaza vita na kuvaa nilivyovaa leo, ina sababu na ina maana. Walio na hekima wataelewa kwa nini Mlongecha amevaa hivyo leo. Haya mavazi niliyovaa leo nilipewa na wafalme, nilipewa na wafalme wa chef kutimia wa Kongo. Ndio walienipa mavazi haya. Na viko vingi tu ambavyo wanenipa, na hata fimbo ninayo. Ningewaonyesha siku nyingine, nitaleta fimbo walionipa. Kuna sababu. Tunatumikia unabii kwa ajili ya nchi yetu Kongo. Hatufanyi kazi bure. Leo ninatangaza vita na Kagame. Kwa sababu gani? Mungu yuko nyuma yangu. Sifanye kazi bure. Naifanya, ninajua kitu gani nafanya. Na ninajua nguvu gani ziko nyuma yangu. Wengine wanaogopa, hawana nguvu nyuma yao. Mimi nina nguvu. Kagame ametangaza auwe Dr. Mlongecha katika udongo wa Marekani, ambapo haitawezekana. Niwape siri kidogo. Marekani ambaye alikuwa ametekwa nyara huko Korea du Nord, Korea ya Kaskazini,
Rais Obama alimtuma Bill Clinton aende huko kwa kumtoa Marekani mmoja. Msifikiri kwamba serikali ya Marekani ni wajinga. Wanatetea haki ya watu wao na wanajua watu wao. Kwa hiyo Kagame, umechokoza na umegusa kile kisichoguswa. Mambo yote unayofanya nayajua. Na umekuwa katika red line. Ulikuwa katika orange, sasa imekuwa red. Unaona kama unatembeza gari kuna green, kuna ile orange na kuna red. Sasa umekuwa katika red. Nataka niwape siri ninyi Ntagara Wanyamulenge, Wanyarwanda Wanyamulenge. Mnisikie. Na ninyi mnapiga mikono, mnasema mengi kwa Mlongecha ni vizuri. Mseme mengi kwa Mlongecha kwa sababu ni kiongozi. Kwanza ujumbe nilio nao kwa ninyi Wanyarwanda Wanyamulenge. Msingepigana na Wabembe, msingepigana na Wavira, msingepigana na Wanyindu, msingepigana na Wafuriru, msingepigana na watu wa Sidi Kivu Bashi, msingepigana nao. Hao ni marafiki zenu na hao ni ndugu zenu waliowapokea. Walipokea babu zenu, baba zenu wamezaliwa na ninyi watoto mmezaliwa. Tuliishi vizuri. Walio wengi mmesoma Fizi, mmesoma Uvira, mmesoma Bukavu. Watoto wenu wengine, ndugu zetu sisi tumewasomesha kulipa pesa Minerva. Kwa kuona watoto wenu wanaishi kule milimani. Baba zetu wako wachungaji wanasema, somesha mtoto hapana kuweka watoto maporini. Baba zetu wamefanya uzuri, lakini mnachokifanya ni ile unaitwa wema kumanyoko. Leo mmewachukia Wabembe. Mnatangaza kwamba ukiona Mbembe uwa. Mmefanya mkutano wenu Nairobi. Na mkutano mliofanya Nairobi watu wetu walikuwa ndani. Mnapanga mipango ya kuua Wabembe, kuua Wafuriru, Wanyindu, Bavira, Barega, Bashi na makabila mengine ni mengi tumetaja. Na mnasema kwamba ni kuwaua. Kama unapata okazion nzuri uue. Ni roho ya shetani. Roho ya kishetani imewaingia. Kwa nini roho ya kishetani imewaingia kuua ndugu zenu ambao mliishi pamoja? Sasa leo hamna Minembwe tena. Tuliwapa Minembwe, hamko Minembwe tena. Na anaye wadanganya kwamba tulitoa wanawake baadaye tutarudia ni uongo. Adui wa leo kesho atakuwa rafiki. Mnafanya vitu hamjui kupigana siasa, hamjui siasa, mimi najua siasa. Kwa nini mlifukuza huko Minembwe? Nilisema katika audio yangu. Ngoja niwaelezee vizuri muone aliyesema ni nani. Kagame ndiye anayecheza michezo yote hiyo. Kama mmefukuzwa Minembwe, mumuulize Kagame. Kama mmefukuzwa Minembwe, mumuulize Kagame. Ndio siri nawaambia hiyo. Watu wenu wenye akili wataelewa Mlongecha anasema nini. Kwa sababu kufukuzwa kwenu Minembwe, Kagame kuingia madarakani. Kabla Kagame kuingia madarakani, Rwanda kulikuwa amani, Burundi kulikuwa amani, Kongo kulikuwa amani, Tanzania kulikuwa amani, Uganda kulikuwa amani. Lakini kuingia kwa Kagame madarakani, Wanyarwanda wangapi wamekufa? Uganda sasa hivi kuna shida. Kagame na Museveni hawasikilizani, wako wanawindana. Ninajua hiyo. Sasa hivi Tanzania hakuna amani kwa ajili ya Kagame. Burundi hakuna amani kwa ajili ya Kagame. Kongo ndio usiseme. Zaidi ya milioni 13 watu wamekufa kwa ajili ya Kagame. Na ndio maana nimesema amekuwa katika red light, feu rouge. Kwa sababu umegusa. Katika vita nilikuwa napigana mimi nilikuwa na focus katika Kongo. Lakini Kagame kwa sababu umetoa hela, mumuue waniue mimi. Sasa nimeanza vita na wewe. Kwanza umekuwa mdhaifu. Kwa kuonyesha udhaifu wako unatoa hela waniue. Kwa sababu unajua nina nguvu. Na mtu anayejua siri zako zote nyingi ni mimi. Ndio maana unataka uniue. Na nitaanza kuzitoa siri zako.
Ninyi Wanyamulenge kama mna akili, mungeungana na Wabembe, Wafuriru, Warega, vile vita vyote mungeungana na ndugu zenu, mfukuze huyo mtu Kagame. Kagame ndiye amefanya Grand Lake ikose amani. Niko expert wa conflict analysis and the resolution. Na hata mjinga asiyesoma anajua hiyo. Baada ya kuingia Kagame, Grand Lake yote imekosa amani. Kagame ni muuaji. Wanyarwanda wenyewe hawana amani. Leo hii James Kabarebe yuko ndani. Watu wanaotumika nao. Sasa niwaambie ninyi Wanyamulenge, Wanyarwanda, Wanyamulenge. Sasa nikisema hivyo labda mtanisikia vibaya. Unielewe. Tuliwapenda. Muliishi na ngome zenu na amani. Sisi tuliendelea na mambo yetu. Mtutukane vile mnapenda, sijui kama tena mtapata hiyo Minembwe. Wanasema hivi, anayependa kupata vingi labda wakati mwingine anakosa vyote. Kagame amefanya njama baada ya kugundua watoto wenu ambao walikuwa wangomino, walikuwa wameungana na maopoza wa Rwanda na maopoza wengine wa Burundi, wakaingia kwenye milima kuanza kujitayarisha nini, waende Rwanda. Kagame katika wale watu ngumino muna watu wake, akajikuta kwamba Minembwe iko insecurity juu yake. Sasa watu wa Minembwe nitawafanya nini? Kwanza wana maadui wa Mai Mai. Mimi ndio na waprotege. Sasa nitawauzisha kwa sababu wanakorabore na maadui. Aliwauzisha. Na sitawapa siri aliwauzisha namna gani. En connivence avec les Nations Unies, ile mnasikia MONUSCO. Aliwauzisha. Na baada ya kuwauzisha, mlikuwa mnakamata tu mateka. Munaenda hapa munaingia Mwambiskadi. Munaenda hapa munaingia Mwambiskadi. Munaenda hapa munaingia Mwambiskadi. Paske katika kupigana vita ni vitu viwili. Information na force muko nayo. Kama unapigana vita information haiko, vita hautavishinda. Kwa sisi kukamata ile Uvira ile, tunahitaji tukorabore na watu wenye kwa Uvira au Bukavu au Kinshasa, watupatie information. Zile information zitatufanya tufanye plan ya kukamata. Lakini kama kuna information, masasa yenyewe haitafanya kitu. Information zenu zote tulipewa. Na ndio maana tuliwashinda. Sasa ninyi mnakuja, mnanilaumu mimi. Tumuwe Mlongechi, kama mnakidhi, mngeniuliza mimi. Sasa huyo mliyemtegemea Kagame wetu, anaweka vibaraka wenu kule Kinshasa, watoke sasa. Atoke sasa yule ndugu yenu Azarias, ambaye amefanya madeklarasyon pamoja na huyo mwingine Azarias Ruberwa na yule mwingine ndugu yake. Wafanye sasa, watoke Kinshasa. Sasa mlisema mko katika gouvernement ya Kongo. Tuko na wakuu wa Mkongo, watoke Kinshasa wala general wenu waje waokoe sasa ile Minembwe kwa ujinga. Na Mungu wa mbinguni amekasirika. Kwa sababu unaye muasi aliyekupokea. Unapofanya détournement, ile unasema wanafanya trahison, kutrahir. Jidali trahire Jésus, alijinyonga. Sasa ninyi mnatrahire ndugu zenu. Mubembe na Munyamulenge walikuwa kama vile mkubwa na mdogo. Munyamulenge wote anasema Kibembe. Munyamulenge wote anasema Kibafurero vizuri sana. Munyamulenge wa mzuri anasema Kingindu. Lugha ya Mangidu. Anasema Kirega. Hamuni kani kwa baraka hiyo. Makanisa yenu yote mnaimbaga nyimbo za Kibembe. Makanisa yenu yote mnapiganga ngoma za wapi? Za Kibembe. Hampigagi ngoma za Rwanda. Mnapigaga ngoma za Kibembe, zile zinaitwa mkonga. Si mnaiwa hivyo Banyarwanda? Mnapigaga mkonga makanisa yenu. Nyimbo za Kibembe ndio mnaingia mnaimbaka za Kibembe. Hata kushinda Wabembe wenyewe.
lakini mnageukia ndugu zenu kwa ajili ya ujanja wa Kagame. Kagame amewamanipile, na ndiyo maana alipoona kwamba Minembwe haiko vizuri juu yake akawauzisha, kwa sababu aliona kwamba apiganishe hizo force, kwa sababu ametafuta Burundi sasa, kwa sababu iko anatafuta Burundi, guvernema ya Burundi, mnisikie vizuri, iko anatafuta Burundi aiangushe. Kwa ajili ya kuangusha Minembwe, kuna force itaingia huko. Sitaendelea kusema vitu vya pays étranger, iko mimi ninajibaze na vyangu vya Kongo. Sitaendelea kupigania kutoa siri za nchi zingine, nasema vyangu vya Kongo. Na kama ninazungumza leo habari zenu ninyi, kwa sababu munajua kitu gani mlichokifanya kwa Wabembe, mlichokifanya kwa Warega, Banyindo, Bafuriru, Bamushi, Barega. Makabila yote yale mmekuwa maadui. Mahali pote duniani mtu anayewaona anakuwa anaogopa. Muwe Tanzania kwenyewe wanawaogopa. Rwanda kwenyewe ni hivyo hivyo. Kwa ajili ya mtu huyu mmoja, rekomandasyon yangu ni hii kwenu. Kama mna akili, mujiorganize mumpige Kagame. Kama mna akili, mujiorganize mumpige yule mtu. Na rekomandasyon yangu ya pili nitawapatia, umoja ni nguvu. Ninaposema umoja ni nguvu, mnajua ninyi wenyewe, muende muulize wenye hekima na wenyewe waliosoma, ujue umoja ni nguvu. Mtu ameikosesha amani Grand Lake yote ni mtu huyu mmoja. Kwa nini huyu mtu mmoja anauisha watu wengi? Leo mnasema Bamai Mai wanatuua, Babembe wanatuua, wanatufanya hivi. Hapana. Hivi ninawaambia, nimetuma barua kuna sio zini. Unaona pale mnaita Bijombo. Bijombo ndio kulikuwa centre yenu ya formation, vifaa vyenu vingi vilikuwa pale. Kwa nini tumekamata vifaa vingi? Majeshi mengi yalikuwa pale, tumewakamata ambiscards. 200 tumepatia chef Ekongo, chef Kitongo. Kamata hao watu wapeleke, hatupendi kuua, hatuko wauaji sisi. Miaka ngapi tumeishi na ninyi? Mlishasikia Wabembe wanauaka? Mlishasikia Barega wanauaka? Mlishasikiaka tuliona kifo sio kizuri. Bali baba yenu na babu yenu waliokufaka, wenyewe walijua Mubembe, wenyewe walijua Murega, Mfuriru na Mnyindu. Wale baba zenu wale, kama wangekufufuka, wangewapiga ninyi watoto na fimbo. Mubembe hajuage ukabila? Hajuage ukabila. Mnyindu, Mfuriru, Bamushi, hiyo vitu vya ukabila tujuaje? Hiyo vitu vya Rwanda na Burundi, Bahutu na Batutsi. Kwanza Rwanda kwenyewe hawezi kuwakubali tena Kagame. Anawakataa. Hamna nafasi. Kwa sababu gani? Ya tabia zenu. Mimi niko na hapa ndio ushauri. Mjue. Ninawasikilia huruma, ndio maana nimesema hivi. Na ninawapenda. Nawasikilia huruma kwa kweli. Mimi jina langu ni Mlongeche. Mlongeche nasikiaka huruma. Mimi sipendagi mtu ateswe. Pamoja tunapigana na ninyi, lakini vile mnatangatanga inanipa huzuni. Niko baba watoto na mimi. Sio vizuri. Mlikuwa na nafasi yenu Minembwe. Angalia sasa. Hata tuache vile vita ishi. Eske mimi Mlongeche ataenda kukaa Minembwe? Lakini mjue napenda Minembwe sana. Na nataka niwaambie kitu kimoja. Katika yote makabila ya Sud Kivu, watu ambao walikuwa wanaishi nafasi nzuri kushinda makabila yote ni ninyi Wanyamulenge. Kwa sababu ukienda milima ya kule Minembwe, uende Bijombo, unatembea kwenye milima, unaona vile plane vile inashuka. Mungu ndio anawakatia majani. Umarekani na Ufaransa huwa wanakata majani na mashine, lakini ninyi Mungu ndio anawakatia majani mumilima. Unaona tu majani tote tuna kipimo kimoja. Miti yote ni kama vile Mungu alitengeneza imepambwa. Ona buzuri wa nchi. Mimi nasema nikitoka nchi za wazungu naenda kukaa Minembwe kwa sababu ni mahala pazuri. Hewa iko unapita unasikia hewa nzuri.
nchi nzuri kama vile Mungu aliambia watoto wa Israeli yenye kujaa asali na maziwa. Eski mtaipata tena? Kwa sababu Kagame mwenyewe mlitia kifua mbele, amepinga mtaingia kule. Na kweli hamtarudia. Kwa sababu ameamua kukaa kwenu pale itamkosesha usalama wake. Mwana mumjui Kagame, Kagame kwa ajili ya madaraka na cheo atakusakrifie. Mtu yeyote anayegusa cheo chake atamsakrifie. Ndio maana amewasakrifie, lakini kwa ajili ya upumbavu wenu hamjui. Lakini nashukuru kati yenu kuna wakili wamejua hiyo kweli. Wanajua ukweli. Haya ninazungumza anasema Mlongeta ni kweli. Mlikuwa na force nyingi sana. Mlikuwa na vifaa vingi sana. Mjiulize swali. Kwa nini mnaingia mumambiscad? Kama kwenu hakuna batret. Lakini hamuna nguvu kutushinda. Pamoja na hizo information ametupa, tumepiga, tumenyang'anya kila kitu. Hata wakupe information kama una nguvu, hautaweza kitu. Lakini vita ni information. Hiyo nimepatia hiyo siri mjue. Kwa sababu gani? Adui wenu ni Kagame, sio wa Mai Mai. Wa Mai Mai waliwapenda. Na nilisema kwa message yangu ya mbele nilisema wakati mzee Laurent Desire Kabila alianza vita, alikuwa pamoja na Wanyarwanda ndani. Mmoja wao alikuwa Adrien Kanambe. Mzee Laurent Desire Kabila wakati wa Pepe, mulikuwa Wanyarwanda. Nilizaliwa mimi mtoto wa wafanya mapinduzi. Niliona Wanyarwanda ndani au mnaita Wanyamurenge. Hilo jina Wanyamurenge alikukua, kulikuwa anaitwa Wanyarwanda, walikuwa ndani. Kwa sababu gani? Objective ilikuwa na sisi twende Rwanda tukomboe nchi. Wengine wanasema no, tunataka Mobutu atoke tukae vizuri. Ndio vikundi vile vilikuwa huko ndani. Si walipigania, si mlikuwa mnapigana pamoja na wazazi wetu na wazee wetu. Mkiuliza General Sikatena ndio amebaki katika wazazi wangu waliobaki, anajua kwamba katika majeshi walikuwa nayo mlikuwa Wanyarwanda ndani. Wenyewe walikuwa wanawasaidia. Kwa nini tulikuwa tunatumika pamoja? Lakini mulidanganywa. Mulidanganywa na Kagame. Na ndio maana Kagame sasa anaanza kuwapa hela, mumtafute Mlongete. Mlongete ndio anaanza kuwasaidia na hamtaniweza. Kwa sababu mnakuwa kwa wanafiki. Hivi mtakuja au tufanye reconciliation? Tufanye reconciliation. Eske Wabembe na Barega mengine makabila watakubali? Kwa sababu wanajua tabia zenu. Mtakubali kujishusha? Watu kuwakubali tena mnageuka. Ndio tabia mlio nayo hiyo. Tumefanya reconciliation mara ngapi? Tumekaa chini mara ngapi? Tumesameheana mara ngapi? Lakini tukisameheana tena ninyi hao mnageuka tena. Kwa sababu ninyi mnaamini mlizaliwa kutawala. Hamkuzaliwa kuishi kwa umoja. Hiyo nation zini mnayoitegemea, bwana. Nation zini wanataka hela. Mwenye franga ndio wao. Na ulu lwenyewe tunakuya ulu. Atuyue kwenye utatupeleka. Na ndio maana niko nawaambia. Daudi pamoja na Sauli alitaka kumuua Daudi. Lakini yule aliyekuwa anamuinda amuue ndio alikuwa mfalme. Hiyo ni mesali nimwambie. Sauli alimuogopa Daudi. Akafanya vitu watu wengi wamuinde wamuue. Yule anayemuogopa yule ndio alichukua kitu chake. Na mimi nawahakikishia kwamba Rwanda na Burundi na Kongo na Uganda na Tanzania na nchi zote zinazopakana na Kongo, Angola zitafurahia amani na zitaishi kwa furaha. Kwa sababu Mungu wa mbinguni amekwisha kusema na amekumbuka, amesema Kongo inakwenda kubadilika na amani inakwenda kuingia Kongo. Felix ameingia madarakani, hana la kufanya kwa sababu Kagame mmemtia miba mahali pote. Huyo Joseph wenu yuko Kinshasa hana kitu. Joseph anapokea ordre kutoka wapi? Rwanda. Joseph ni bure. Kwa hiyo message nilio nayo kwa ninyi Wanyarwanda au Wanyamurenge mnisikie vizuri. Ndio message nimewaambia hiyo. Kama mna akili mkajifunze. Lakini Mlongete atoke kule. Okay, amuywe kazi. Ndio upumbavu wenu. Kama mnazaraya nawaambia, okay, ni sawa. Lakini wakili ataelewa. Na wengine ndugu zenu wameelewa.
Na kama anazungumza ni uongo, mumuulize Kayumba vizuri, atawaambia. Si mnaongeaga naye, mumuulize Kayumba. Mwende mumuulize James Kabarebe, mumuulize. Lakini yeye amefungwa na sijui kama atatoka. Labda watamuua kwa sababu yeye achezaki. Na ndio shida hiyo. Na baada ya kuona kwamba amekosa confiance kule Minembwe, ameenda kuharibu. Wanyarwanda wengi wa Rwanda wamekasirika anavyofunga watu na kuleta mauaji. Sasa ndio walitaka, anajikuta kwamba services zake zinamwambia opposition inakuwa mingi, hata mwarume yake. Ndio akafanya nini? Akaanza kubadilisha watu wa maservice de securite, maservice fulani. Akaona sasa hivi Batusi abanipendi ba mingi, ngoja nianze kuganyia confiance wapi kwa Bahutu. Ndio maana umesikia masiku amefanya remaniema, kwanza kunome Bahutu wengine. Anaona nini? Aanze kuganyia confiance ya Bahutu paske anajua kwamba kumanipule Bahutu Babantu ni facile. Uwezi kumanipule Mtusi facile hiyo nawapatia heko. Sanje hiyo ninawapenda sana kwa hiyo. Hiyo ninyi mko watu wazuri kwa sababu kuwamanipulea ovyo ovyo, hiyo nakubali. Hiyo nakubali. Lakini mkishakuwa na imani kwa kitu ndio ujinga wenu. Mkishaaminia hii kitu hii mtu unaona hapa mkono ni Mungu. Hata waambie haiko Mungu, hamusiki yake. Bila mshabini Kagame. Hata hivi niko nasema mko naona ni mchezo tu. Ndio udhaifu mlio nao huo. Lakini amwamini kwamba kwa Mlongecha kunaweza kutoka information kuwasaidia. Na ndio maana amefanya mabadiliko Rwanda, anaanza kuingiza Wahutu. Miaka mingapi aingizaje Wahutu? Na ndio mwisho wake huo. Ameingiza Wahutu, ndio aanze kuganyia nini confiance parce que manipule Babantu ni facile. Si unaona vile wana manipule Kongo. Si unaona vile mna manipule wa Kongole. Lakini mie Mlongecha hamwezi kunimanipule mie. Hakuna mtu anaweza kumanipule Mlongecha kwa sababu nilizaliwa na umungu ndani yangu. Nilizaliwa na hekima. Ndio maana baba alinipanga Mlongecha. Mnanisikia? Niko mtu tofauti kabisa. Waona vile wana manipule Felix. Unasikia? Wanafanya Felix mwenyewe tulikuwa tayari kabisa kuangusha mtu. Felix anakubali kusinyema akoo. Na nchi yakona kwenda kuabudu ilikuwa Rwanda. Wanampa instruction. Kwa sababu Mubantu Wabantu wa kufasili kumanipule. Ndio maana wana manipule. Ndio maana ameanza sasa Rwanda. Unasikia? Unaona vile walimanipule Burundi. Wanafanya uchaguzi Burundi, wanaua president Ndai. Ni wapi? Rwanda ndio walifanya hivyo. Hawakupenda Muhutu awe president Rwanda, Burundi. Lakini Mungu akafanya miujiza. Mungu akishasema amesema, Muhutu tena akasimama. Huyu naye walitaka kumuua lakini Mungu ndio aliokoa. Nataka niwaambie, mumepigana na Mungu. Muombe msamaha kwa Mungu. Mumwambie Mungu tusamehe. Kwa sababu mtakuwa watu wasiokuwa na kikao sasa duniani. Mnatembea hivi. Na mfasi Mungu alikuwa amewapa Minembwe ilikuwepo. Sasa wako wapi? Wako wapi wa Rubero? Sibasemi. Rubero umeingiza ndugu zako mu makosa. Pamoja na huyo ndugu yako mwingine huyo. Hiyo ndio message Mlongecha amewaambia. Ninalansia apele kwa vijana wetu wapiganaji. Munajua kwa nini na malengo yetu na ideoloji yetu. Objectif yetu tunataka kufukuza force ya imperialism. Force yetu hatupigane na ukabila hapana. Force yetu tunataka Kongo ibadilike, wakongomani waitawale nchi yao. Wakongomani wafurahie nchi yao kama nchi zingine. Kwa hiyo vijana, mumeteswa miaka 18 porini. Musikubali mtu kuja kuwadanganya au tunegotiate. Njoo murambulie zero. Tunapaswa kuendelea na mapigano mpaka tuhakikishe tumeona mwanandani. Asante sana Wakongomani. Hiyo ndio message nilitaka kuwapatia jioni ya leo. Leo iko Novembre, mwezi wa 11 tarehe 7, November 7th, le 7 Novembre 2019. Ndio nimetoa hii message. Mupartage message hii na mujue siri ambao Wanyamurenge kwa nini walifukuzwa wapi kule Minembwe. Mlongecha anajua vya mingi sana. Najua vya mingi lakini siwezi kusema vyote hapa. Vingine ni vya kwetu tu. Siri zetu zingine siwezi kuzitoa. Ni zetu sisi wenyewe. Na ndio niko nawaambia. Na lingine nataka niwaambie ni hili. Kuna wamaimai wengine
ambao wamekwisha kununuliwa na Kagame. Hii inapaswa kusema kuna wa Mai Mai wengine wamekwisha kununuliwa na Kagame juu ya kudetruire wa Mai Mai wengine. Hii message inapaswa kuilanse. Nilikuwa nimesahau habari. Kuna wa Mai Mai wengine ambao sitataja majina yao. Mukisikia katika makundi yetu kwa vijana wetu wanaopigana huko kunatokea shida, kwa sababu maservise zetu zimekwisha kutusinyale wale ambao wameanza kununuliwa na wale wanaokorabore na nani na Kagame. Na Kagame anawaprometre vitu fulani juu ya kutudetruire sisi. Ninatuma message hii Warega, Bafurero, Banyindu, Bavira, Bamushi, Babembe, makabila yote ya Sud Kivu. Mtume message hii kwa vijana wenu. Maservise yetu inajua kwamba kuna vijana wenu wengine wameanza kununuliwa na Kagame kwa ajili ya kuneutralize movement wetu, kwa sababu Kagame huyo mmoja anaona kwamba hao vijana tena wanaweza kuja na wakaingia mpaka frontiere, wakaingia mpaka wapi? Rwanda. Sasa anataka kuanza kununua wetu wengine. Sisi hatuna bezo ya kuja Rwanda, tuna bezo ya kwenda Kinshasa. Kwa hiyo tutaenda Rwanda, hata tufukuze tuingie Rwanda. Mlongeti atakuwa president Rwanda, haitawezekana. Nitakwenda Rwanda kwa nini? Sasa unaanza kudetruire tena movement wetu. Kagame, bwana, hapo sitasikilizana na wewe. No. Kama umeanza kununua watu wetu, uanze kuharibu kwa ajili ya umaskini, hapo sitasikilizana na wewe. Kama unataka kumwitilize kile, mwitilize vile unataka, atakupa. Lakini sio kuanza kudetruire movement wetu. Ninakuambia, umefika mwisho. Ukijaribu, utafika mwisho. Na wamama wote, na wachungaji, na watu wengine, ombeni. Mtu yoyote anayefanya kazi kwa kuharibisha movement wetu, vile walioharibisha Wanyamurenge, sasa watuharibishe na sisi, hautaishi salama. Mungu atakulipa. Na walioanza hii kazi wapo, mnajua walioanza kazi ya Mai Mai, mnajua wa vijana, mnajua vizuri. Walianza, Mungu alisimamisha wengine. Kwa hiyo ukijaribu kuleta potopoto yako, utaanguka na Mungu atasimamisha watu wengine. Asanteni sana, Mungu awabariki. Kwa hiyo asante.